Mwanahistoria na mchambuzi maarufu wa masuala ya kijamii ndugu Leila Oliver ameibuka na kauli kali akipinga mpango wa waziri mkuu ndugu Keir Starmer wa kuanzisha mfumo wa digital ID nchini Uingereza maarufu kama Brit Card. Oliver anasema hatua hii ya kiserikali haitaweza kufanikiwa kwa sababu ya upinzani mkubwa kutoka kwa wananchi. Akiwa katika mahojiano, Oliver alitangaza kwamba mfumo wa digital ID ni sawa na pingu zinazowekwa mikononi mwa wananchi wenyewe. Kwa maneno yake, mtu yoyote anayekubali mfumo huu wa digital ID anajifunga minyororo yake yeye mwenyewe. Mpango wa serikali na mgogoro wa mpaka. Oliver anadai kuwa kinachoendelea katika mpaka si jambo la bahati mbaya, bali ni mkakati ulioundwa mahususi ili kuwasukuma wananchi kukubali digital ID kama suluhisho la uongo. Mpango huo unaweza kufeli kwa urahisi ikiwa wananchi wataamua kutoshirikiana. Kila wananchi wanapaswa kufanya ni kutokutii tu. Hapo ndio Starmer atajikuta kwenye janga. Alikuwa anaongea Oliver katika mahojiano ambayo alikuwa anafanya na vyombo vya habari. Oliver alisisitiza pia serikali imezungukwa na wananchi na kwamba hoja zao hazina uthabiti wa kuhalalisha mfumo huo. Tunazunguka kila upande, hoja zao hazishikamani, alikuwa anaongezea katika ujumbe ambao alikuwa anautoa. Kauli hizi zimezua mjadala mkubwa nchini Uingereza, huku baadhi ya wananchi na wanasiasa wakieleza wasiwasi wao kuhusu hatari za digital ID kwa uhuru wa binafsi na faragha za wananchi. Wengine hata hivyo wanaona mpango huo kama hatua ya kisiasa ya usalama na utambulisho. Lakini kwa Leila Oliver, ujumbe ni wazi ambao ameuoka, ni kwamba mfumo wa digital ID hautaepuka upinzani na hatimaye unaweza kuwa mwanzo wa kuporomoka kwa serikali ya Starmer. Nadhani sasa hivi kila nchi inajaribu kukimbia ule mfumo wa kidigitali ambao utaweza kuandika vitu vingi vya watu hadharani kwa muda mchache. Ndio hiki ambacho kinatokea kule nchini Uingereza.